Utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa wodi ya wazazi. Mheshimiwa Naibu Waziri, halmashauri kupitia mapato yake ya ndani imepanga kuendeleza majengo yanayohitajika kwa awamu, ambapo imeanza kutoa fedha za ujenzi wa wodi ya wazazi maternity block. Utekelezaji huu ulianza Februari 2025 na unatarajiwa kukamilika ifikapo Juni 2026. Mradi huu unatarajia kuwanufaisha wananchi wa kata ya Upendo na Mafinga kwa ujumla kama ifuatavyo: kupunguza umbali wa kufuata huduma katika hospitali ya mji Mafinga, kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya mji Mafinga, kuboresha huduma za uzazi na mtoto. Kukamilika kwa kituo hiki nimeambiwa kwenye ripoti kabla ya Juni. Pia nichukue nafasi hii kwa niaba wa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, anawasalimia sana na kuwapongeza sana, na nimpongeze mkurugenzi wa halmashauri yetu. Mkurugenzi amekuwa kwenye ripoti nyingi, naona mapato ya ndani yalivyotengwa na yametumiwa kwa usahihi, miradi ambayo hata Mwenge wao wamekwisha kagua miradi hii, kwa hiyo haina wasiwasi wala mashaka yoyote. Nimpongeze sana mkurugenzi kwa kukusanya mapato kwanza, lakini kuyaelekeza mapato yale kwa ajili ya huduma za kijamii. Kwa hiyo niwaombe sana sote kwa pamoja na umoja wetu tumsaidie Mheshimiwa Rais kutafsiri maono haya, kwa sababu sasa tunaelekea kwenye bima ya afya kwa wote. Hakuna namna nyingine ya kupeleka tabasamu kwa Tanzania zaidi ya kuweka miundombinu thabiti kama hii tunayojionea, lakini pia kuenda kutoa customer care nzuri, kutoa taarifa kwa walaji wetu ambao ndio wananchi. Hilo ndio litakuwa tamanio la Mheshimiwa Rais. Kila kiongozi ambaye ana nafasi ya kuhudumia jamii ana wajibu wa kuhakikisha tunakwenda kudeliver huduma na yale maono ya Mheshimiwa Rais, ili sasa wananchi wao wenyewe wananchi waanze kusema kweli, Mheshimiwa Rais ametugusa, Mheshimiwa Rais ametuona, na Mheshimiwa Rais hatochoka kuleta huduma hizi huku kwa ajili ya kuhudumia watu wetu. Ni muhimu zaidi kwa madaktari wetu tukawa na kauli nzuri kwa wale ambao tunaenda kuwatolea huduma hizi, tukawa na maelezo ambayo ni ya kitaaluma. Tusiende tukatoa maelezo ambayo yataongeza stress kwa wagonjwa wetu. Sisi kama madaktari mnatusaidia sana huku chini. Nendeni mkatoe elimu, nendeni mkatoe kauli zile ambazo wagonjwa watafarijika. Wataona sasa nikienda kwenye kituo cha afya na kwenda kumaliza shida zangu. Kama linakuzidi, kama liko nje ya uwezo wako, toa elimu ya kutosha. Mwambie pole, sasa hapa ngoja nikutafutie gari tukuwaishe pale kwenye hospitali yetu ya mji, hili tatizo linakwenda kutatulika na tayari nimekwisha piga simu na referral yako barua hii hapa, anakwenda pale. Hiyo ndio organization ya serikali. Hatutakiwi kutoa kauli ambazo wagonjwa wetu wataanza kuona kama vile tunawatenga, kama vile tunawabagua. Hapana.